Sitafuti mali wala utajiri, nataka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi ninawakaribisha sana katika mchana huu wa leo ili tuweze kushiriki pamoja katika somo la mchana huu wa leo. Basi na tuombe kwa ajili ya somo. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana umetuleta tena leo kwa ajili ya kuendelea na majifunzo. Na sasa tunakwenda kujifunza neno lako, tunaomba uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amina. Karibuni wote katika mada za somo la leo. Na somo letu la siku ya leo linasema katika saa za kusali. Somo letu linasema katika saa za kusali. Katika saa za kusali ni saa ambazo Mungu huzungumza na mdhambi. Saa za kusali. Lakini katika saa za kusali ni saa ambazo mdhambi anapeleka shida zake kwa muumbaji wake. Anapeleka toba yake kwa muumbaji wake. Sasa uwe makini siku ya leo ambapo tunaenda kujifunza somo letu linalosema katika saa za kusali. Saa za kusali ni saa ambazo Mungu hubadilisha mahitaji ya muombaji na kuweka mapenzi yake katika saa za kusali. Matendo sura ya 3 na ule mstari ule wa kwanza. Neno la Bwana linasema hivi: basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni, saa ya kusali, saa 9. Saa ya kusali, Biblia inasema wakati ule Petro na Yohana walipokuwa wakikwea kwenda kusali ilikuwa ni saa 9. Ndipo walikwea pamoja, maana ilikuwa ni saa ya kwenda kusali. Kwa hiyo walikwenda pamoja kwa sababu ndio ulikuwa minda ama siku ama saa ambayo yaliyofuadi ya mbele saa 9. Kwa Mungu anasema ilikuwa ni saa 9, saa ya msaa. Mungu anasema na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alitupiliwa na watu. Mtu kiwete toka tumboni mwa mamaye alitupiliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri. Mtu mmoja ambaye tangu kuzaliwa alikuwa kiwete, naye huyo mtu ameendelea kuchukuliwa na watu kila siku na kuwekwa kwenye karibu na hekalu kwenye mlango uitwao Mzuri. Ili afanye nini? Aliwekwa ili aombe. Biblia inasema ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Kila siku huyu kiwete, watu walindema, walimweka mahala kale ili asubirie wale watu wanaoingia hekaluni kwa ajili ya ibada aombe chochote. Na unavyojua watu wanapoenda kwenye ibada kwenda kumwabudu Mungu wao, wanatamani waingie wakiwa wakamilifu. Sasa huyu bwana aliwekwa kila siku kwenye ule mlango karibu na hekalu ili aombe, na watu wale waliokuwa wanakwenda kuabudu kwa sababu ya huruma yao, kwa sababu ya ibada yao waliokuwa wanaenda kufanya, walimpatia chochote kila siku. Watu fulani walikuja kumweka pale, kila siku aliomba. Kwa hiyo alifahamika katika eneo lile kwa sababu ya kuomba kila siku. Sasa siku hiyo Petro na Yohana katika saa za kusali wakakutana na yule mtu. Mstari ule wa 3 anasema, mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Petro na Yohana, kwa sababu ilikuwa ni muda wa kusali, kwa sababu zilikuwa ni saa za kusali, Biblia inasema ilikuwa ni saa 9, wanaingia hekaluni kwa ajili ya ibada, wako pamoja. Biblia inasema ule mstari wa 3 anasema akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka, maana ndiyo ilikuwa kazi yake, kusubiri kupewa sadaka. Sasa ule mstari wa 4 anasema na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Walipomwambia kwamba tutazame sisi, kiwete akapata tumaini.
Kiwete akapata tumaini kwa Petro na Yohana baada ya kuambiwa tutazame sisi, kana kwamba kuna jambo kubwa linakuja, kana kwamba kuna zawadi kubwa wanataka kumpatia. Wanamtumainishia kwamba tutazame sisi. Na ni kweli aliwatazama kwa kutarajia atapata kitu kwao, maana ndiyo ilikuwa kazi yake kuomba kando ya hekalu. Mstari ule wa 5 anasema, akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha. Akawatazama akitarajia kupata kitu kwao, maana wamemwambia tutazame sisi. Naye akawatazama kwa makini akitegemea kupata kitu kwao. Halafu Petro anasimama anamwambia, ule mstari wa 6 anasema, akasema mimi sina fedha. Anapoteza tumaini. Anampotezea tumaini. Anasema sasa kama hana fedha na amesema tutazame sisi, sasa tumaini lake linapotea. Mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Anasema hana fedha wala dhahabu hana. Maana yake hana chochote. Lakini ule mstari unaofuatia anasema tutakupatia kile tulicho nacho. Kana kwamba ni kidogo sana. Kwamba fedha hatuna, dhahabu hatuna, lakini tuna kitu kidogo. Anasema tunakupatia hicho tulicho nacho. Anaweka matumaini ya kupata chochote ambacho kitapatikana siku hiyo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Ule mstari wa 7 anasema, akamshika mkono wa kuume na akamuinua, mara nyayo za vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akamwambia simama uende, mara vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Hicho ndicho Petro na Yohana walichokuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Na ule mstari wa 8 unasema, akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Akasimama akaanza kurukaruka akiwa na msifu Mungu. Kwa hiyo lengo la kiwete alipokwenda kuwekwa pale karibu na mlango uitwao Mzuri, lengo lake ilikuwa ni kuomba sadaka. Kwa leo inawezekana mtu mmoja au mwingine amekuja kwa ajili ya jambo fulani, lakini Mungu anaweza kubadilisha hitaji lako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akabadilisha hitaji lako. Inawezekana yeye alikwenda kuomba sadaka, lakini Mungu akabadilisha hitaji lake. Badala ya sadaka akaondoka akiwa ameponywa. Bwana asifiwe. Kwa leo Mungu wetu wa mbinguni, unaweza ukaingia kwa maombi ukiwa na kusudi fulani, akutendee jambo fulani, lakini Mungu asikutendee, akabadilisha hitaji lako. Kwa mchana wa leo inawezekana katikati yetu, inawezekana miongoni mwetu, inawezekana kuna mtu amekuja ameweka hitaji pengine la kupata mtoto, lakini mchana wa leo inawezekana Mungu akakwambia sio hitaji lako kwa sasa. Hitaji lako ni kuleta amani nyumbani. Bwana asifiwe. Inawezekana mchana wa leo unafikiria, inawezekana umekuja unahitaji kupata amani, lakini Mungu akasema hapana, sio muda wake. Muda wako sio kupata amani, ni kupata suluhisho la wewe na mume wako. Inawezekana mchana wa leo umekuja katika kutano hili, inawezekana unahitaji kupata fedha. Inawezekana umekuja unahitaji kupata gari, inawezekana umekuja unahitaji kupata nyumba, lakini Mungu anasema sio muda wake. Muda huu ni muda wa kusuluhisha, ni muda wa kusuluhisha wewe na rafiki yako. Sasa katika saa za kusali, rafiki, ninakualika utambue kuwa katika saa za kusali Mungu huamua nini akupatie katika maisha yako. Inawezekana sio kusudi lako, ulitamani upatiwe kitu fulani, lakini Mungu akakupatia kitu fulani, ndiyo majibu yake. Katika saa za kusali Mungu ndiye anayeamua nini akupatie. Na ndiyo maana huyu kiwete alikwenda kwa ajili ya kuomba sadaka, lakini Mungu akaamua kumpatia apate kutembea. Mahala ulipo, Mungu anajua hitaji lako. Mungu anajua unaumwa. Mungu anajua wewe hitaji lako ni mtoto. Mungu anajua wewe hitaji lako ni kupata fedha. Mungu anajua kila hitaji ulilokuja nalo. Lakini mchana wa leo tunapokwenda kuomba, tutaomba kwa ajili ya hitaji ulilo nalo. Tutaomba kwa ajili ya shida uliyokuwa ukimwomba Mungu kwa miaka mingi.
utaomba kwa hitaji lolote ambalo unatamani Mungu akupatie, lakini tu ni mapenzi ya Mungu yatimizwe. Inawezekana tukaomba lakini usipate kile ambacho unahitaji, ukapata kitu kingine. Hayo yote ni mapenzi ya Mungu. Basi fumba macho tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya mama yule, tunakushukuru sana kwa ajili ya baba yule, kwa ajili ya mtoto yule, kwa ajili ya kaka yule. Wamekuja mahala hapa kwa ajili ya kuponywa, wamekuja kwa ajili ya kujibiwa hitaji lao. Mchana wa leo kawajibu sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba katende hivyo na kuzidi, ni katika jina la Yesu, amina. Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani